Welcome to Dr. Mwaka Global Channel. Karibu kwenye utabiri wa nyota wa Jumapili ya tarehe 2 mwezi ni wa 8 mwaka ni 2026. Jua leo liko katika nyota ya Simba na mwezi ukiwa katika nyota ya Samaki ukielekea kwenye nyota ya Punda. Leo, nishati ya leo ni siku ya kuachilia hofu, kupanga hatua zako kwa busara na kuamini kuwa kila changamoto ina mwisho wake. Nishati ya jua katika Simba inakupatia ujasiri wa kusimama imara, huku mwezi ukikukumbusha kusikiliza sauti ya moyo wako na kutunza afya ya akili. Bahati zitaanza kufunguka kwa wengi, lakini mafanikio yatategemea subira, maamuzi sahihi na kutokata tamaa. Karibu kwenye chaneli yangu ya Dr. Mwaka Global. Hapa ndipo unapopata utabiri wa kila siku na kuelewa nishati ya siku husika, pia kuelewa masuala ya kina ya kiroho. Tuanze utabiri wa nyota ya Jumapili tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 2026 kwa nyota ya kwanza, nyota ya Aries au kwa Kiswahili nyota ya Punda. Kwa wale waliozaliwa Machi tarehe 21 hadi Aprili tarehe 19. Leo unaweza kuhisi umechoka au una majukumu mengi yanayokusubiri, hivyo usijilazimishe kufanya kila kitu kwa wakati mmoja. Pumzika kwanza, kisha endelea kwa nguvu mpya. Fursa ya kazi au fedha inaweza kujitokeza na baadhi yenu mnaweza kuona mtu wa zamani akitaka kurudi maishani mwenu. Nyota ya pili, nyota ya Taurus au kwa Kiswahili nyota ya ng'ombe. Kwa wale waliozaliwa Aprili tarehe 20 hadi Mei tarehe 20. Usiendelee kusubiri mtu abadili tabia yake wakati maisha yako yanasonga mbele. Chagua mustakabali wako kwa ujasiri. Bahati ya pesa na mafanikio inaendelea kuimarika na hakuna kinachokuzuia kufikia malengo yako ikiwa utaamua kujiamini. Nyota ya tatu, nyota ya Gemini au Kiswahili nyota ya mapacha. Kwa wale waliozaliwa Mei tarehe 21 hadi Juni tarehe 20. Leo epuka mabishano yasiyo na faida na heshimu tofauti za watu. Amani itakuletea matokeo bora kuliko kushindana. Bahati yako ya kazi na fedha ipo, lakini husda za baadhi ya watu zinaweza kuchelewesha maendeleo. Endelea kufanya maombi na kusafisha mwili, pia usikate tamaa. Nyota ya 4, nyota ya Kansa au Kiswahili nyota ya Kaa. Kwa wale waliozaliwa Juni tarehe 21 hadi Julai tarehe 22. Leo unaweza kutambuliwa kwa juhudi zako na kupokea pongezi au habari njema kuhusu kazi. Hata kama kuna watu wasiokutakia mema, hawawezi kuzuia riziki yako. Endelea kujiamini kwa sababu mafanikio yako yanakaribia. Nyota ya 5, nyota ya Leo au nyota ya Simba. Kwa wale waliozaliwa Julai tarehe 23 hadi Agosti tarehe 22. Usiruhusu hofu na mawazo mengi ya kupokonya amani yako. Baraka na mafanikio yaliyokusudiwa kwa ajili yako yanakuja, na baadhi yenu mnaweza kupokea msamaha au mawasiliano kutoka kwa mpenzi wa zamani. Endelea kuwa na matumaini na usikate tamaa. Nyota ya 6 ni nyota ya Vago au Kiswahili nyota ya mashuke. Kwa wale waliozaliwa Agosti tarehe 23 hadi Septemba tarehe 22. Acha kujilaumu kwa yaliyopita kwa sababu hayawezi kubadilishwa. Elekeza nguvu zako kwenye fursa mpya zilizo mbele yako. Bahati ya fedha inaongezeka na vizuizi vilivyokuwa vinakuzuia vinaanza kuondoka. Ingawa baadhi yenu mnaweza kuhisi maumivu ya tumbo kwa muda mfupi, siku inapoenda kuisha maumivu hayo yataacha. Nyota ya 7, nyota ya Libra au Kiswahili nyota ya Mizani. Kwa wale waliozaliwa Septemba tarehe 23 hadi Oktoba tarehe 22. Kipindi kigumu kinaanza kuisha na mwanzo mpya unakaribia. Bahati zako zinafunguka na utaanza kuona maendeleo makubwa katika maisha yako. Endelea kufanya mambo yako bila hofu kwa sababu nyota zinaonyesha mafanikio yako yanazidi kuongezeka. Nyota ya 8, nyota ya Scorpio au Kiswahili nyota ya Nge. Kwa wale waliozaliwa Oktoba tarehe 23 hadi Novemba tarehe 21.
Simama na ujivunie hatua ambazo tayari umefikia. Kila changamoto imekuwa somo muhimu. Bahati ya fedha na mahusiano mazuri vinaanza kuonekana. Ingawa baadhi yenu mnaweza kuhisi uchovu au maumivu ya kichwa kwa muda mfupi, siku inapoenda kuisha maumivu haya yataacha. Nyota ya 9, nyota ya Sagittarius au Kiswahili nyota ya mshale, kwa wale waliozaliwa Novemba tarehe 22 hadi Disemba tarehe 21. Usiharakishe kufanya maamuzi muhimu leo. Tafakari kwa utulivu kabla ya kuchagua njia utakayoifuata. Bahati yako ipo, lakini kuna watu wanaoweza kuweka vurugu katika maendeleo yako. Endelea kufanya maombi na uamini kuwa njia zako zitafunguka. Nyota ya 10, nyota ya Capricorn au Kiswahili nyota ya mbuzi, kwa wale waliozaliwa Disemba tarehe 22 hadi Januari 19. Ni wakati wa kutoka kwenye upweke na kujumuika na watu. Mikutano na mazungumzo yanaweza kukuletea fursa mpya. Baraka zinafungua milango ya mafanikio na fursa ya fedha inakaribia. Ingawa ni vyema kuwa makini na watu wasiokutakia mema. Nyota ya 11 ni nyota ya Aquarius au Kiswahili nyota ya ng'ombe, kwa wale waliozaliwa Januari 20 hadi Februari tarehe 18. Leo panga maisha yako kwa umakini na epuka kurudia makosa ya zamani. Kujitenga na marafiki wasiofaa kutafungua nafasi ya mafanikio mapya. Bahati ya kazi, ndoa na mafanikio ya muda mrefu yanaonekana kuongezeka. Nyota ya 12 ni nyota ya Pisces au nyota ya samaki, kwa wale waliozaliwa Februari 19 hadi Machi tarehe 20. Leo ni siku nzuri ya kupanga upya fedha na malengo yako ya baadaye. Usiogope kuhusu kesho, kwa sababu bahati inaanza kuleta nuru kwenye maisha yako. Mahusiano mazuri, fedha na utulivu vinaweza kuja bila juhudi kubwa, lakini zingatia afya yako ikiwa utahisi uchovu au maumivu ya kichwa. Kumbuka, huu ni utabiri wa nyota wa jumla ambao utategemea ishara ya jua au sun sign. Uzoefu wa kila mtu unaweza kutofautiana, kwa sababu kunao wanaofuatilia kuhusu sun sign na wengine wanaoelewa kuhusu natal chart yao. Hivyo basi, chukua kinachokuhusu na usilazimishe kile kisichokuhusu. Pia usisahau kusubscribe katika channel yangu ya Dr. Mwaka Global ili kuweza kupata utabiri wa nyota na pia kuelewa masuala husika ya kiroho.